إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أحبابي في الله أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل فإن التقوى هي سبب المفازة في الدنيا والآخرة بقوله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازة. Vipenzi wa Allah, baada ya kuelekeza sala na amani kwa kipenzi cha umma Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, na pia baada ya kumshukuru Allahu jalla wa ala, awali ya yote naanza kuwahusieni pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu kwenye swala zima la kumcha Allahu jalla wa ala, kwa sababu ya kufaulu kwa mwanadamu majini kumeambatanishwa juu ya uchamungu kwa kauli ya Allah jalla wa ala aliposema inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wale ambao waliomcha Allah, yani waliofanya yale aliyoamrisha Allahu jalla wa ala na wakakatazika na yale aliyokataza Allah subhana, ndio waliofaulu. Wa fillah hajabina ila mawdu'ina al-yawm, tuelekee katika maudhui yetu ya Jumaa yetu hii ya leo. Kichwa cha habari kinasema intabihu ayyuha shabab fa inna makanakum fil islam adhim. Intabihu ayyuha shabab, zindukeni yenye vijana, fa inna makanakum fil islam adhim, hakika nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa, mna nafasi kubwa sana katika Uislamu. Intabihu ayyuha shabab, zindukeni yenye vijana. Wa fillah ماذا تعني بمرحلة الشباب؟ ماذا تعني مرحلة الشباب؟ tunapozungumzia hatua ya ujana tunamaanisha nini? Tukisema steps ya ujana kuna maana gani?
hiya marhalatu umuriyya, ni hatua ya umri yamuru biha al-insan, anapita katika hatua hiyo mwanadamu. Tabda min sinni al-bulugh, umri huu au kipindi hichi cha ujana kinaanzia kuanzia tu pale katika umri wa kubaleghe, watantahi, na kinaishia kipindi hichi cha ujana takriban fi sinni 40 ila 50, katika umri wa miaka 40 mpaka miaka 50. Kichwa cha habari kinasema intabihu ayyuha shababu, zindukeni enyi vijana, fa inna makanakum fil islami adhim, kwa sababu nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa, hivyo tuzinduke vijana. Sasa tumelazimika kuangalia maana yenyewe ya ujana, ina maana gani? Maana yake ni hatua ya umri wa mwanadamu, ambapo mwanadamu anapita katika hatua hiyo. Mwanzo wake ni kuanzia pale sinul bulughi, wakati wa kubaleghe, umri wa baleghe, na mwisho wake katika miaka 40 mpaka 50. Ushahidi wa hilo ni kauli ya Allah jalla wa ala aliposema, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Allah anasema tumemuhusia mwanadamu kufanya wema kwa wazazi wake wawili. Kikubwa mpaka tukamuhusia mwanadamu wema kwa wazazi wake wawili, hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha, amembeba tumboni mama yake kwa shida, kwa tabu, na vivyo katika kumzaa mwanadamu huyo alipata tabu sana mama yake. Fahamluhu, ukichukua kile kipindi cha kubebwa kwake katika tumbo, wafiswaluhu, katika malezi yake, kunyonyeshwa kwake na mingineyo, 30 shahra, ni miezi 30 mama anatabika juu ya kijana huyo. Lakini hata idha balagha ashudda, mpaka alipofikia wakati wake wa nguvu, wakimaanisha kwamba ni ujana, wa balagha 40 sana, na akafikia miaka 40. Ndipo tunaona kule kwamba kuanzia umri wa baleghe mpaka katika miaka 40 na ziada. Hata idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, asema Allah, niwezeshe kushukuru neema zako ulizonineemesha mimi na pia ulioneemesha juu ya wazazi wangu, pia nitengenezee kizazi changu. Inni tubtu ilayka, mimi nimetubia kwako wewe Allah jalla wa ala, wa inni minal muslimin. Hicho takukiangalia hata idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Hababa fillah, tukumbuke maudhui yetu inasema zindukeni enyi vijana, kwa sababu ya nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa. Ahamiyatuha, umuhimu wa marhala hii, umuhimu wa hatua hii ya umri wa mwanadamu. Kuna umuhimu gani katika marhala hii? Miongoni mwa umuhimu wa marhala hii ni fitratul quwwati wal intaj. Hiki ni kipindi cha nguvu kwa mwanadamu, na vile vile ni kipindi cha kwake yeye mwanadamu kuzalisha, wal intaj, na uzalishaji. Vile vile miongoni mwa faida za kipindi hichi cha ujana, afdalu marahil al-umr, kulingana na dalili zilivyo, hiki ndio kipindi kilichokuwa bora sana katika umri wa mwanadamu. Vile vile atwalul marahil al-umr, hiki ndio kipindi chenye muda mrefu sana katika umri wa mwanadamu. Utoto wake haufanani na ujana wake, uzee wake vile vile haufanani na ujana wake, kwamba kipindi hiki kinachukua muda mrefu sana. Hababu fillah, natakallam haula shabab, tunazungumzia kuhusiana na masuala ya vijana.
nafasi zetu katika jamii ya Kiislamu. Uislamu umetuelezea vipi vijana? Intabihu ayuha shabab, zindukeni yenye vijana, fa inna makanakum fi islami adhim, kwa sababu ya nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa mno. Wa fillahi al-islam wa shabab, tuangalie Uislamu umetengeneza vipi nembo ya kupupia zaidi katika upande wa marhala hii, katika upande wa hatua hii ya maisha ya mwanadamu, yani marhala ya shababu, marhala ya ujana. Uislamu umeelekeza vipi kamila zake katika marhala hii? Min ahamiyati hadhihi almarhalati, kutokana na umuhimu uliokuwepo katika hatua hii ya maisha ya mwanadamu, kwa maana ya hatua hii ya ujana. Min al-umri, katika umri, fakad anya al-islamu inayatan khasa, hakika Uislamu umeonesha umuhimu maalumu. Fakad anya al-islam, Uislamu umeonesha umuhimu inayatan khasa, umuhimu maalumu. Wa wajaha lilbinai wal khair, na vile vile Uislamu ukaelekeza katika marhala hii au hatua hii ya umri wa mwanadamu ndio kipindi cha kutengeneza mambo ya kheri, vile vile kutengeneza masuala tofauti katika umri wa mwanadamu. Na vile vile Uislamu ukaonesha kwamba kipindi hicho ndio kipindi cha walhadimi ashar, ndio kipindi cha kuvunja shari katika maisha ya mwanadamu. Malharatu alshabab, ni nafasi hii au hatua ya ujana. Ababu fillah, miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea tuseme kwamba Uislamu umetuwekea nafasi kubwa sana vijana ni haya ambayo yanayofuata. Kama jambo la kwanza, annahu, hakika yao hao kwamba vijana awwalu man amanu bil haqq, ndio wa kwanza kuiamini haki. Kwamba vitu ambavyo vinavyoonyesha kwamba Waislamu au vijana tunatakiwa tuwe kipaumbele sana katika dini yetu, inaonesha kwamba walioiamini haki, waliowafuata mitume, wengi wao walikuwa ni vijana. Yani kwamba wale ambao walioanza kuamini mitume na kuifuata haki, atabau rusula. Qala ta'ala, Allah anatunukulia haya kwamba ni ibra kwetu sisi, mazingatio, tupate kutambua nafasi za vijana na mengineyo katika dini yetu. Anasema fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumi, hawajamwamini Musa isipokuwa vijana katika watu wake Musa. Dhuria, kizazi, kwamba wale wazee wote walikuwa hawajamuunga mkono wala hawajamfuata Musa, waliomwamini ni dhuria tu, kizazi, vijana, min qaumihi, katika kaumu yake. Ala khawfu min Firaun, kikubwa kilichokuwa kinahofiwa juu ya Firauni wa malaihi, na wale wakubwa wa malaihim, na wale wakubwa katika kaumu hiyo. Wakubwa katika nyakati hizo ndio walikuwa wanaogopewa sana, ama vijana wao ndio walikuwa kipaumbele na wa kwanza kumfuata Musa alayhi salam. Kama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khawfin min Firaun wa alaihim an yaftinuhum inna Firauna la'alin fil ardi wa innahu la minal musrifin, kwamba hawajamwamini Musa isipokuwa ni vijana katika watu wake, katika kaumu yake. Ala khawfin min Firaun, kikubwa alichokuwa nakiogopea juu ya Firaun wa malaihim, na wale wakubwa katika sehemu hizo, katika watu hao. Kilichokuwa nakiogopa ayaftinahum, wasije wakafitinishwa au wasije wakateswa juu ya kuifuata haki. Inna Firauna, hakika Firauna laali, ni mwenye kufanya kibri, ni mwenye kujitukuza, ni mwenye kujiweka juu, fil ardhi, katika ardhi, wa innahu, na hakika yake yeye huyo Firauni la minal musrifina, ni mwenye kufanya uharibifu katika mgongo wa ardhi. Haya inatunukulia kwamba wale wa mwanzo ambao walioifuata haki kwa kipindi cha nabii wa Allah Musa walikuwa ni vijana. Inamaanisha kwamba nafasi ya ujana ni nafasi ambayo ina sehemu kubwa sana katika Uislamu, na tofauti tulivyochukulia hivi sasa. Hivi sasa tunachukulia kwamba kijana akijiambatanisha na masuala ya dini, masuala ya Uislamu, anaonekana yani ni mtu, kama ni mtu ambaye si wa kizazi cha sasa, yani ni mtu baida, yuko mbali kabisa na ujana. Hapana, isipokuwa kijana yeye ndio anatakiwa awe ashaddu katika masuala ya dini. Wa fillah, Allah pia
anatunukulia kwa kuonesha umuhimu wa vijana katika dini yetu. Anasema nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, kwamba sisi tunakuelezea wewe Muhammad habari zao bilhaq, kwa haki kabisa, kwa wazi, hatukufichi chochote katika kilichoendelea kwa wao. Innahum fityatun, hakika wao ni vijana, amanu birabbihim, ambao wao ni muamini Mola wao, wazidnahum huda, na sisi tukawazidishia uongofu kutokana na yale waliyofanya, kutokana na ile imani ambayo walimwamini Mola wao. Hiki ni kisa cha ashabul kahfi, watu wa pangoni, watu ambao walikimbia katika kaume zao. Baadhi ya wafasiri wanasema kwamba ni katika kipindi cha nabii wa Allah Isa, lakini Ibn Kathir rahimahullah ta'ala amesema kwamba Allahu a'lam, Allah ndiye ajuaye zaidi, lakini kwamba ni vijana ambao walikimbia watu wao kutokana na madhira wanayopata juu ya imani yao ya kumwamini Allah jalla waala, wakaenda wakajihifadhi katika pango. Kwa hiyo Allah jalla waala anamnukulia mtume na sisi sote kwa kusema kwamba nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqi, sisi tunakuelezea kisa chao, habari zao tunakuletea kwa wazi kabisa, kwa haki, hakuna kinachojificha katika kilichojiri kwa wao. Innahum fitya, hakika ya wao ni vijana ashabab, vijana amanu bi rabbihim, ndio walioamini Mola wao, wazidnahum huda, na sisi tukawazidishia mwongozo. Hababu fillah, intabihu ayuha shabab, zindukeni vijana, inna makanakum fil islami azim, daraja lenu, nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa mno. Hababu fillah, tukiangalia katika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kwanza kumwamini wengi wao walikuwa ni vijana, akiwemo kina Abu Bakar radhiyallahu anhu, vile vile wakiwemo kina Said ibn Zaid, kina Musa bin Umair, kina al-Arqam bin Abi al-Arqam na wengineo, vijana. Marhala ya ujana ni marhala ambayo ndio inatakiwa ifungamane zaidi na Uislamu, kwa sababu ndio kipindi ambacho mwanadamu kipindi hicho ana nguvu, anaweza kufanya mambo tofauti katika ibadati na mengineyo juu ya kumridhisha Mola wake. Jambo lingine ambalo linatufanya tunukuu kwamba marhala hii ni marhala yenye nafasi kubwa sana katika Uislamu, hiya marhalatul quwwati wal amal. Hii ndio sehemu au ndio hatua ya maisha ya mwanadamu ambayo atakuwa na nguvu kwenye kipindi hicho, wal amali, na atakuwa na uwezo zaidi wa kufanya kazi. Allah anasema Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Sema Allahu jalla wala, Allah ndiye ambaye amekuumbeni min dha'fi, kutoka katika hali dhaifu kabisa, katika hali ya kutokujiweza. Thumma, kisha ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, akajalia baada ya kutoka katika hatua hiyo ya udhaifu ya kutokuwa na nguvu kuwa na nguvu, kwamba ni marhala hii ya shabab, daraja hili, nafasi hii ya ujana. Thumma, kisha baada ya hapo, thumma jala min ba'di quwwatin dha'f, kisha Allah anajalia baada ya kuwa na nguvu anakurudisha tena katika hali ya unyonge, hali ya udhaifu, kwa shaiba na ukongo. Marhala ya ujana ndio marhala yenye nguvu. Marhala zote ambazo Allah alizozitaja, sisi tunatakiwa tupite kwenye marhala hizo. Wengi wetu tumeshapitia, au sote sisi tumeshapitia katika marhala ya kwanza na tupo katika marhala ya pili, ama wengine tayari wapo katika marhala ya tatu. Lakini marhala hii ya kwanza na hii ya tatu ya mwisho zote zina nguvu kwa mwanadamu, isipokuwa marhala ya katikati ambayo ni marhala ya ujana, ndio marhala ambayo mwanadamu anakuwa na nguvu na anakuwa na uwezo wa kufanya mambo tofauti. Kwa hiyo kijana wa Kiislamu anatakiwa wakati wake huu wa ujana autumie vizuri katika masuala tofauti, katika kumridhisha Mola wake, na pia hata katika masuala ya kujenga mustakabali wake, kujenga maendeleo yake katika ujana. Wakati wa ujana, wakati wa uzee hautakuwa na uwezo huo. Hii ni marhala ya nguvu, na pia ni marhala ya kuweza kufanya mambo tofauti. Qatila Abi Jahali, waliamua Abu Jahali ni
vijana wawili, kwa masimulizi ya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf anasema kwamba siku ya vita vya Badri nilisimama halafu nikawaona vijana wawili. Vijana wenyewe ni hadithatu asnanihima, umri wao ukiangalia miaka yao ni miaka ambayo inanyanyukia, sio kwamba watu wakubwa au watu watoto sana, yani miaka yao ndio hii ya ujana. Wakamuuliza maswali mengi, lakini waliokuwa wanamuuliza walikuwa wanataka watambulishwe Abu Jahali nani. Pindi walipoonyeshwa Abu Jahali, walifanya mbinu zao zote mpaka wakafanikiwa kumuua Abu Jahali ambaye alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walifanya vitendo vikubwa katika Uislamu na kuwazuia Waislamu katika masuala yao ya ibadati na mengineyo. Vijana wawili ndio ambao waliotekeleza hilo. Inamaanisha kwamba marhala ya shababi ndio marhala ambayo yatamasuku fi din. Mtu anatakiwa ashikamane vizuri katika dini. Na tofauti na sisi tulivyofikiria kwamba mtu ambaye atakayeshikamana na dini katika wakati wa utoto ni mtu ambaye aliyopitwa na wakati wa ujana, la, bali marhala hii ndio marhala yenye nafasi kubwa sana fil Islam, katika dini ya Uislamu. Bawfillah, mengine ambayo yanayotufanya tuseme tunahitajika kutumia vizuri marhala yetu, nafasi yetu tuliyokuwa nayo, nafasi ya ujana ambayo tumesema inaanzia wakati wa bulugh, wa kubaligh, ambayo inaenda mpaka miaka 40 na wengine wakasema mpaka miaka 50. Kipindi hichi tukitumia vizuri, mengine ambayo yanatusababisha tuseme hivyo, anna shababa lahum makanatun aliyatun inda Allah. Vijana wana nafasi kubwa sana mbele ya Allah. Endapo atakapotumia vizuri ujana wao, wana nafasi kubwa mno mbele ya Allah jalla waala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia watu saba yudhilluhumullah, atawafunika Allah fi dhillihi, katika kivuli chake, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo haitakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake yeye Allah jalla waala. Kwanza akamtaja al-Imamu al-Ali, kiongozi mwadilifu, imamu mwadilifu. Vile vile akataja washabu nashaa fi ibadatillah, na kijana aliyekulia katika kumwabudu Allah jalla waala. Hizi ndio sampuli miongoni mwa watu ambao watakaofunikwa na kivuli cha Allah, si kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake, ambazo dalili tofauti zinakuja juu ya uzito wa siku hii na kisimamo hichi, kwamba kuna watu ambao jasho lao litafikia katika kongo zao mbili, wengine watafikia kwenye magoti, wengine watafikia kwenye mabega, wengine watafikia kwenye mitulingashi, kutokana na adhabu zinazopatikana katika siku hiyo. Sasa miongoni ambao watakaopata ofa ya Allah jalla waala ya kufunikwa katika kivuli chake ni kijana ambaye aliyokulia katika kumwabudu Allah jalla waala. Aina nahnu wal-Islam, vijana tumejiweka wapi na Uislamu? Intabihu ayuha shabab, lindukeni vijana, inna makanakum fil Islam adhim, nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa mno. Hababu fillah, tunaangalia yale ambayo yanayotufanya tuseme au tuhamasishane juu ya kutumia vizuri marhala yetu ya ujana katika dini yetu ya Kiislamu. Jambo lingine, wasia tuziaji, wasia wa ndoa, wasia wa kuoa, wujihati ilayhi, umeelekezwa na Mtume kwa wao vijana. Wasia wa ndoa wa kuoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli yake ya kuhamasisha moja kwa moja au kwa haraka mno aliwahamasisha vijana kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya maashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijab. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya maashara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, yule ambaye atakayeweza miongoni mwenu gharama ya kuishi katika maisha ya ndoa, falyatazawwaj, na aoe. Mwenye kuweza kuishi katika maisha ya ndoa na aoe. Fa inna, hakika ya kufanya jambo hilo, aghaddu lilbasar, ni kifuniko cha macho, wa ahsanu lilfarji, vile vile itakuwa ni kinga katika tupu yake mtu huyo. Lakini asiyeweza, fa alayhi bisawm, na ashikamane na funga, fa innahu lahu wija, hakika kwa kufunga kwa mtu huyo itakuwa ni kinga wakati huo, kwa sababu hatakuwa na uwezo wa matamanio endapo akiwa katika hali ya funga. Hababu fillah, wasia wa ndoa umeelekezwa kwa vijana.
hal nahnu nattabi hadhihi alwasiya? Je, sisi vijana tunafuata wasia huu? La, sivyo. Bali vijana wengi wa Kiislamu ndio wanaongoza zaidi katika mambo tofauti tofauti ambayo yasiyohitajika na Allah, zina na mengineyo. Tumeacha uwasia. Marhala ya shababu, marhala ya ujana ndio marhala ambayo inapewa nguvu sana katika dini ya Kiislamu, imehamasishwa zaidi kwa sababu ndio kipindi cha nguvu kwa mwanadamu, ndio wakati wa uwezo ambao anaweza mwanadamu kufanya mambo tofauti tofauti. Intabihu ayuha shababu, zindukeni yenye vijana. Fa inna makanakum fil islam azim, hakika nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa mno. Hababu fillah, wa minha, na miongoni mwa hayo ya marhalatu taallum wa tamassuk bil iman sadiq. Kipindi hichi cha ujana ndicho kipindi cha kujifunza katika masuala ya dini, vile vile na ndio kipindi cha kushikamana kindakindaki, kushikamana hasa katika imani ya kweli. Kipindi cha ujana, wakati utakapotoka katika kipindi hichi hautakuwa na uwezo huo. Marhalatu taallum ni nafasi ya kujifunza katika kipindi hichi, na tofauti tulivyo kwamba katika kipindi chetu cha ujana, kwa vile tumesema ni kipindi cha kufanya kazi kwa sababu una nguvu, watu wengi sasa tunajishughulisha na masuala mengine na tunaacha masuala ya kujifunza. Hiki ndio kipindi cha kujifunza, ndio kipindi cha kuijua dini yako. Muislamu hautakiwi uwe unaishi katika Uislamu alafu dini yako ukawa hauijui, kwa kiasi ambacho kijana wa Kiislamu hata kwenye swala hajui cha kukisema ni nini, anatikisha mdomo tu, anainama atikisha mdomo, anainuka hivyo hajui nini anasema. Marhalatu shababi ya marhalatu taallum. Nafasi hii ya ujana ndio nafasi ya kusoma. Kama tunataka uhakika zaidi juu ya hili, tuwaulize wale ambao waliopita katika umri. Je, katika kipindi hichi utakaposhika mashaf, utakaposhika hadithi, unaweza ukahifadhi hadithi ngapi? Atakwambia hata maneno matatu kwake yeye ni kazi. Marhalatu shababi ya marhalatu taallum. Nafasi yetu tuliyokuwa nayo ya ujana tuitumie vizuri katika kujifunza. Hababu fillah, Allah anasema katika kuelezea kisa cha nabii wa Allah Ibrahim, anasema baada ya Ibrahim kuuliza maswali tofauti tofauti wale watu wa kaumu yake juu ya kuabudia masanamu, akaona kwamba hii sio haki, akawaacha baada ya kwenda katika ayadi zao, masuala yao ya Idi huko na mengineyo. Yeye akaenda katika ya masanamu akayapasua pasua na kuyachana, fajalahum juzazan illa kabira lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Nabii wa Allah Ibrahim akachukua shoka akayafanya vipande vipande vya masanamu, isipokuwa lile kubwa lake, lile sanamu jikubwa lile ndio akaliacha. Huenda wao watarudi katika ile sanamu. Kweli walivyorudi kwa wakasema, man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Ni nani ambaye alifanya hili kwa miungu yetu hii? Huyo ni miongoni mwa watu waliopotea sana, kaua miungu, amepotea kupita waliopotea. Wakasema baadhi ya watu ambao walishuhudia ile tukio, wakasema kwamba samina afata, sisi tuliwahi kumsikia kijana marhalatu shababi tunayozungumzia, samina afata yadhkuruhu, tumemsikia kijana akiwataja kwa ubaya miungu, yukalu lahu Ibrahim, anaitwa Ibrahim. Wakasema qalu fatu bihi ala ayuni nasi la'allahu ilayhi yashhadun, mleteni katika macho ya watu ili wamuone. Alivyoletwa akaulizwa, wewe ndio ulifanya hivi? Anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, wewe ndio ulitufanyia haya kwa miungu yetu Ibrahim? Akasema bali fa'alahu kabiruhum hadha, huyu mkubwa wao aliyofanya tukio hili. Muulizeni kama wakiwa wanatamka, wenyesi mnawaomba, wanawanufaisha, wana uwezo wa kuwadhuru. Sasa ndio leo kawadhuru wenziwe, huyu sijui wamedhulumiana kwenye nini akawadhuru. Muulizeni mkubwa wenu. Kutokana na maneno hayo walirudi katika nafsi zao, wakaambiana wenyewe kwa wenyewe kwamba jamani, sisi ni madhalimu, tumepotea, tumedhulumu nafsi zetu. Lakini kwa vile walikuwa tu katika hali ya kibri, wakatengeneza kibri na wakataka kumdhuru nabii wa Allah Ibrahimu kwa kumchoma moto. Allah akawaamrisha moto, ukawa ni hali ya amani kwa Ibrahimu na akasalimika kutokana na adhabu hiyo. Kuna ya naru kuni baratan wa salaman ala Ibrahim, moto kuwa baridi na pia kuwa ni amani kwa Ibrahim, na ikawa hali ni kama hivyo. Lakini tunachokizungumzia ni fata samina fata yadhkuruhum, tumemsikia kijana akiwataja kwa ubaya miungu yenu, ni kijana. Hiyo marhalatu shababi
marhala hii ya ujana ndio marhala ambayo tunabidi tutafute njia tofauti tofauti za kuepusha jamii yetu katika masuala ya shiriki na mengineyo. La sivyo tutakapotoka hapa ile nguvu ya mishughuliko katika masuala haya tutoweza. Babu fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutaka kutuwekea wazi juu ya marhala hii katika swala zima la kutafuta elimu, alimwambia Ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, hii leo mimi nakufundisha maneno, ihfadhillah yahfadhuk, muhifadhi Allah na wewe atakuhifadhi. Kwamba tekeleza yale anayotaka Allah, tekeleza yale aliyokuamrisha Allah jalla wala, na yeye atakuja kukuhifadhi kutokana na adhabu zake, atakuhifadhi na magumu tofauti tofauti katika mgongo wa ardhi. Ihfadhillah yahfadhuk, ihfadhillah tajidu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta ameshakuelekea katika kila yale ambayo unayofanya. Mwanzo hadithi ya ghulam, wewe kijana, kijana anayezungumzisha, lakini akamwambia wa'lam, natambua vile vile anna al-ummata law jitamaat, lau ungekusanyika ala an yanfauka bi shay'in, ili wakunufaisha katika jambo lolote, lam yanfauka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka, wasingeweza kukunufaisha isipokuwa katika jambo ambalo Allah amekuandikia jambo hilo. Wa inijtamau, na endapo watakapokusanyika ala an yadhurruka bi shay'in, ili wakudhuru kwa jambo lolote, lam yadhurruka, hawataweza kukudhuru illa bi shay'in, isipokuwa kwa jambo ambalo qad katabahu Allah alayka, ameliandika Allah juu yako. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kalamu zimeshanyanyuliwa na karatasi zilizoandikiwa kadari zimeshakauka. Kwa hiyo lenye kukupata lilikuwa likupate, lenye kukukosa wewe lilikuwa lenye likukose. Maneno haya anayopewa ni kijana, ghulam, ya ghulam, wakati wako uliokuwa nao wa umri ndio wakati wa kujifunza. Inakuwaje mtu ulipoulizwa kwa nini hatujafika leo katika eneo la kujifunza, unatoka kama nimeshughulishwa na mambo tofauti tofauti? Hivi utakapotoka katika marhala hii, utakapotoka katika nafasi hii, utapata wapi nafasi nyingine ya kujifunza dini ya Allah? Babu fillah, marhalatu shabab, nafasi tuliyokuwa nayo nafasi ya ujana. Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alimwambia Abi Dharr radhiyallahu anhu, ittaqillah haithma, ni kijana naomba mche Allah kokote pale utakapokuwepo. Wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, mche Allah kokote utakapokuwepo, na vile vile unapofanya matendo yako fuatiliza jema kwa lile ovu ulilofanya, ili jema litakuja kufuta ile ovu ulilofanya. Vile vile ishi na watu bi khuluqin hasani, tabia iliyokuwa njema, tabia nzuri. Ni mafundisho ya Uislamu anapewa kijana. Je, sisi tunachukua mafundisho haya katika umri tuliokuwa nao? Na endapo kama hatuchukui wakati huu, tunategemea kipindi gani tuje kuchukua? Bali kipenda na kukipupia zaidi ni kusikiliza matusi, maneno mabaya, kwamba kutokana tofauti zilizokuwepo kati ya shehe na shehe, wakati wote wewe ni wenye kufuatilia tu, bwana kuna radi gani uko iliyotoka. Yaani kama unataka kusikiliza jambo baya, badala ya kukaa chini kusoma dini yako na ukatambua kinachotakiwa katika dini yako ni kipi, hauna muda huo, unachukua mambo ambayo yasiyofaa. Naam, tayyibu, yaliyokuwa ya kheri, ama katika elimu, katika mashehe yetu tuchukueni, ama kitu ambacho kilichokuwa kinyume na hivyo si kizuri cha kukupia, kwa sababu matusi ni kuvunja heshima ya mtu, na endapo utakapovunja heshima ya mtu tayari umeshamdhulumu mtu huyo, mtakuja kulipana kwa Allah jalla. Inakuwaje kijana wa Kiislamu unakupia kusikiliza mambo haya? Inakuwaje? Kilichotakiwa ni kusoma na wala si kusikiliza mambo mengine. Ni taallum, kujifundisha dini yetu tuijue. Hababu fillah, intabihu ayuha shabab, zindukeni enyi vijana, fa inna makanakum fil islam adhim, kwa hakika nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa mno. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, du'u rabbakum antum mumkinuna bil ijaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa fillah,
Tunaendelea na khutba ya pili ambayo itabeba kichwa cha habari kile kile, intabihu ayuha shababu, zindukeni enyi vijana, fa inna makanakum fil islami adhim, kwa hakika nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa mno. Tunaangalia mambo ambayo yaliyofanya tuseme kwamba tuna nafasi kubwa vijana katika Uislamu, ambapo tumeishia katika jambo ambalo tulilisema ni marhala ya kujifunza, na vile vile ndio sehemu ya mtu kushikamana na imani ya kweli. Tukamwona nabii wa Allah Ibrahimu alifanya hayo akiwepo katika marhala hii ya ujana, na vile vile tukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapupia zaidi kuwafundisha na kuwapa elimu wale ambao waliokuwa katika umri wa vijana, na haimaanishi kwamba wale ambao walikuwa chini ya umri huo au juu ya umri huo walikuwa wapate elimu, la, isipokuwa hawa ndio walikuwa wanaonekana nguvu kazi na wanapupiwa zaidi katika mambo tofauti tofauti. Ama jambo lingine ya marhalatul amali, hii ndio marhala ya mtu kufanya matendo mema, na wala si kusema kwamba nisubirie endapo nitakapokuwa mzee na kujipangia kwamba kipindi hichi ndio nakaribia kufa nitajikita zaidi katika ibadati, la, ama kipindi hichi ndicho kipindi cha kujikita zaidi katika matendo mema, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la tazuru qadamu abdi yawm alqiyamati hatta yusala an arba'in, an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madha amila bihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hautonyanyuka ugayo wa mtu, yani mguu wa mtu siku ya kiyama, isipokuwa mpaka ulizwe juu ya mambo manne. Jambo la kwanza ataulizwa juu ya ujana, ataulizwa juu ya umri wake katika ile mambo yapi ameyatumia, ana umri fima afna, umri wake ameutumia ameumaliza katika mambo yapi, katika lahawati, katika shahawati, katika mambo mengine ambayo hayamridhishi Allah, au aliumaliza umri wake katika kumcha Allah jalla waala. Isipokuwa tu achana na umri wake kikekwa kipengele hasa kwa kuonesha umuhimu wa wakati huu, kwa kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam wa an shababi fima ablahu, na ataulizwa juu ya ujana wake, vipi aliuchakaza ujana huo, aliutumia vipi kipindi hiki. Achana kwa maana kuuliza juu ya umri wake wote kwa ujumla, lakini atakuja kuulizwa kipengele kipindi hiki tu cha ujana. Inamaanisha ndio kipindi cha tamassuku bil ibadat, kushikamana na ibada, kufanya ibada tofauti tofauti katika kipindi cha ujana. Vile akaendelea kusema vile ataulizwa an mali, na juu ya mali zake, min aina iktasaba, wapi amezichuma, wa fima anfaka, na katika mambo yapi aliyatumia mali hiyo. Vile ataulizwa an ilmihi, na juu ya elimu yake, madha amila bihi, kitu gani ameifanyia elimu yake, ameifanyia nini, ametukana watu, amewaongoza watu katika njia iliyonyoka, amewapatanisha watu, amewafarikisha watu, elimu yake ameitumia vipi. Ni mambo ambayo tutakayoulizwa na Allahu jalla wa ala. Hababu fillah, jambo la mwisho ambalo tunaliangalia katika marhala hii ya shababu, ashabu, kijana safirul islam, ndio balozi wa Uislamu. Kijana yeye ndio balozi wa Uislamu, na wala tusiwe tunategea nafasi za usimamiaji masala tofauti tofauti ya Uislamu tukawa tunategea wazee tu, na yupo mzee fulani, yupo fulani. Hapana, ujana au nafasi ya ujana ndio nafasi ya kusimamia katika masuala ya ufikishaji dawa na mambo mengine katika swala zima la dini yetu ya Kiislamu. Tunaangalia kisa cha Mus'ab ibn Umair, ambaye ni kijana aliyezaliwa katika familia iliyokuwa iko vizuri katika masuala mazima ya kiuchumi, ila baadaye alikuja kufukuzwa na kutolewa katika familia hiyo baada ya kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika kipindi chake cha udhalimu, yani alivyokuwa katika hali ya upotevu, kwamba yuko na wazazi wake, anatumia nafasi aliyokuwa nayo, anatumia uchumi wa familia yake. Wanasema kwamba walioandika historia yake, alikuwa akipita, baada ya kupita kwake na kupotea, anaacha harufu nyuma ya manukato mazuri, kwa kiasi ambacho hata mtoto mdogo ukimuuliza aliyepita ni nani, atakwambia kwamba ni Mus'ab, kutokana na mazingira aliyokuwa nayo. Lakini baada ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja kuwa na mazingira magumu kupita maelezo, ikawa mavazi yake hata ile mavazi ya kubadilisha hana, ila ndio alikuwa safiri wa kwanza, alikuwa balozi wa kwanza kutumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusambaza dawa. Yeye alitumwa kwenda Yathrib katika mji wa Madina, ambapo walikuja watu 12 kama sikosei kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'atul aqibah thania,
walivyokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ikabidi amtume Mus'ab bin Umair kwa ajili ya kwenda kuelekeza mambo tofauti tofauti ya dini. Alivyorudi anaulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umeiacha katika hali ipi Madina ya Umair, ya Mus'ab bin Umair? Anamwambia, nilivyoiacha Madina hauwezi ukapita hata majumba mawili isipokuwa jina lako linatajwa Mtume. Inamaanisha kwamba amefanya jitihada zake zote katika kutangaza dini ya Allah jalla wala. Ni kijana safiru fil Islam, kijana ambaye alikuwa ni balozi wa kwanza katika Uislamu, Mus'ab bin Umair. Ana wa anti, mimi na wewe tumefanya kazi ipi katika ufikishaji kwenye dini yetu ya Allah? Je, familia zetu zipo katika hali gani? Tunazifikishia au tunaziacha kwa kusema na wabaki katika hali hiyo? Sababu fillah, kuacha kwao ni kutengeneza mazingira ya sisi tukaja kupotea mbele ya Allah jalla waala. Bora ufikishe wao hadi kukukatalia kutokana na ufikishaji wako kuliko kusema kwamba watajua wenyewe. Na mfikishaji achoki siku zote mirara watikirara, anatakiwa wanarudia kile ambacho walichokifikisha kwa watu wake. Hababu fillah, maudhui yetu inasema intabihu ayuha shabab. Ni kitu ambacho inabidi tukichukue, tukibebe, tukitokana hapa tubebe concept hii katika vichwa vyetu. Intabihu ayuha shabab, zindukeni yenye vijana, fa inna makanakum fil islam adhim, nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa mno. Ni kitu ambacho tunatoka nacho, hata kama ikitokea bahati mbaya kuondoa yale yote ambayo tuliyasikia katika hutuba yetu hii ya leo, lakini hii maudhui ni bora zaidi katika kichwa chetu. Tuibebe, intabihu ayuha shabab, zindukeni yenye vijana, fa inna makanakum fil islam adhim, nafasi yenu katika Uislamu ni kubwa mno. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma اهدنا صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا وانصرنا على من هادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.